Naam, mtazamaji wa Raman Niza Online TV, kipindi hewani. Leo tupo katika mkutano wa mbunge wa jimbo la Sikonge, Mheshimiwa Bwana Kakunda. Wale ambao mnatamani kusikia nini amekuja kuzungumza na wananchi Mheshimiwa huyu Kakunda leo, basi mtakwenda kushuhudia mambo mazuri ambayo aliyowaletea wananchi na atakayokuja kuzungumza hapa katika eneo lake la kujidai, sehemu ambayo inaitwa Tutuo, kata ya Tutuo, lakini wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Twende tukaangalie tukio zima ambalo linakwenda kufanyika kule na Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Sikonge, Mheshimiwa George Kakunda. Ni katika mapokezi ya Mheshimiwa George Joseph Kakunda, mbunge wa jimbo la Sikonge, ambaye amepokelewa na mwenyekiti wa CCM kata ya Tutuo Bwana Saidi Katimle. Alikuwa na machache. Vijana safi, magope mbunge wetu, vijana mko safi, kina mama mko safi. Nashukuru sana kwa kuwaita na mnasongea. Karibuni sana. Namkaribisha mgeni wangu mbunge ajaribu kuongea, ambaye akawaletea mweke masikioni. Mara baada ya mwenyekiti wa kata ya Tutuo CCM naye Binkwimba Kwilabia aliyekuwa mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wilaya ya Sikonge alikuwa na machache ya kuzungumza. Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji cha Tutuo, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sikonge, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri lakini diwani wa kata ya Tutuo, viongozi wote wa chama na serikali. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni. Kwa majina naitwa Nkwimba Kwilabia, ni mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. CCM safi! Naye mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wilaya ya Sikonge Binkwimba Kwilabia aliwasihi wananchi wa kata ya Tutuo wawapeleke watoto wao shuleni, kwani kufanya hivyo ni kuendana na malengo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kufuata kauli ya Mama Samia Suluhu Hassan. Jaribuni kupeleka watoto shule, muhakikishe kwamba huko shule wana mahitaji yao ya kudumu, mahitaji yao ya msingi, ikiwa ni pamoja na chakula. Hii ni kauli ya Mama Samia Suluhu. Mama Samia. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Tutuo Bwana Rashid Magope ameelezea miradi mbalimbali iliyofanywa kipindi hiki cha awamu ya 6 ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ikiwemo ujenzi wa barabara, madaraja pamoja na miradi mbalimbali ya shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa mbunge, kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye eneo letu la kata ya Tutuo, haswa kwenye upande wa huduma za kijamii. Maboresho mbalimbali yamefanyika kwenye eneo letu la kata ya Tutuo, yakiwemo maboresho kwenye upande wa elimu. Tumefanya vizuri Mheshimiwa mbunge, lakini pia kwenye upande wa afya tumefanya vizuri Mheshimiwa mbunge. Basi ni vyema ukachukua salamu zetu na ukaziwasilisha huko kwa mama yetu ambaye ndiye jemedari na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana kijiji hawa waliohudhuria hapa, pasipo shaka yoyote, wanajua kwamba kazi kubwa imefanyika ya kimajengo kwenye sekondari yetu ya Tutuo. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa mbunge, kata ya Tutuo inazo shule za msingi takriban 5 na ile ya 6 ya pale Geza kama sijakosea. Shule zote Mheshimiwa mbunge zimejengwa kwa kiwango, kizuri ambacho wakati mwingine kinaendelea kuwavutia hata watoto wanapofika kwenye maeneo hayo kuweza kupata muda mzuri wa kujisomea vizuri. Mheshimiwa mbunge, sambamba na hilo, tunacho kituo cha afya hapa kizuri, kimeboreshwa kupitia wewe mwenyewe Mheshimiwa mbunge. Ulisimama kwa kuyapokea mawazo yangu mimi kama diwani wa kata hii, ukatupigania tukaletewa milioni 500 ambayo kwa sasa imefanya kazi kubwa mno. Tumejenga x-ray,
Tumejenga nyumba ya mama na mtoto ya kujifungulia, tumeongeza nyumba ya waganga, tumeendelea kuongeza eneo la kufulia, lakini sambamba na hilo tunayo x-ray ya kisasa kabisa hapa kwenye kituo cha afya ambayo muda sio mrefu itaendelea kutumika. Kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mbunge, tunazo zahanati, iko Mitoo pale, zahanati kongwe na ile mpya pale Kidete zinafanya kazi, ingawa bado zina changamoto mbalimbali za miundombinu. Majengo yamekamilika, lakini vitendea kazi katika baadhi ya maeneo bado havijawa sawa, lakini najua kupitia wewe na serikali yetu sikivu. Shangwe na vigelegele viliibuka baada ya kuingia kwa mbunge wa jimbo la Sikonge Bwana George Joseph Kakunda, huku akielezea mambo mbalimbali aliyofanya katika kipindi chake cha miaka mitano na kuwataka wananchi waendelee kumwamini na kumpa muda wa kutosha ili kuleta maendeleo zaidi kata ya Tutuo. Samia. Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, haiwezekani nikaanza mkutano wangu huu wa Tutuo bila ingawa kuweza kibwagizo kidogo. Kesho Kasisi Kakunda anazikwa, ni maamuzi ya Mungu, si ndio? Jambo la kwanza tuombeane uhai, na uhai anamiliki Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi siwezi kusema hapo mwezi wa 10 nitachagua tena. Tunamwachia Mungu kwanza. Jambo la pili, michakato hii inaongozwa na binadamu. Mpaka chama kifanya uteuzi wa Kakunda kumrudisha tena. Wana CCM mpo? CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ndio wananchi wa Tutuo. Mimi nazungumza nao, ndugu zangu wa Tutuo. Ndugu zangu wa Tutuo, niwaulize, tarehe 27 bunge linavunjwa. Tarehe 27 bunge linavunjwa. Kuanzia tarehe 28 fomu zinatolewa. Niwaulize watu wa Tutuo, je, na mimi nikachukue fomu au nisichukue? Kachukue. Nikachukue fomu au nisichukue? Chukua. Basi muda ukifika na mimi nitaenda kuchukua fomu. Yaani haina haja kuandika wewe, kuandika sisi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mambo yanayohusu maendeleo ya Sikonge, hususan katika kata hii ya Tutuo, amesimama hapa Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Tutuo, ameeleza utekelezaji ulivyofanyika hapa Tutuo, na mimi nasisitiza kwamba utekelezaji huo umefanyika kwa ushirikiano wa karibu kati ya diwani Mheshimiwa Magope na mimi mbunge wa Sikonge. Tumekuwa na ushirikiano wa karibu na wenyeviti wa vijiji, wenyeviti wa vitongoji pamoja na wananchi. Mlipoambiwa kuna kuchangia nguvu zenu kwenye utekelezaji wa miradi, mlijitokeza. Mlipoambiwa kuna kuchota maji, mlijitokeza. Kuna kusogeza mawe, mlijitokeza. Miradi yote kuanzia ujenzi wa shule ya msingi ya Batida Buriani mpaka upanuzi wa shule ya sekondari, uboreshaji wa kituo cha afya, miradi yote. Akizungumza na wananchi wa kata ya Tutuo, mbunge wa jimbo hilo la Sikonge Bwana George Joseph Kakunda, na baadaye alitoa nafasi ya maswali kwa wananchi waweze kuuliza maswali ambayo yataleta hoja na tija katika chama, lakini pia kwa wananchi. Akiuliza swali hilo kijana Dennis kutoka Tutuo, lakini pia mzee aliyepewa nafasi ya kuuliza na akauliza kuhusiana na madawa ya hospitali kuwa hayapatikani katika kata hiyo ya Tutuo pindi wanapokwenda kutibiwa. Aidha, kijana mwingine aliyeuliza swali ni Bwana Hassan
ambaye yeye alijikita katika changamoto za uvuvi ambazo zinawasumbua na kuwakabili wavuvi hao wakati wa Tutuo hata kama wana vibali. Hivyo mbunge wa jimbo la Sikonge aliwaruhusu maafisa mbalimbali wa serikali kuweza kujibu maswali hayo na mengine aliyajibu mwenyewe. Jamani, naomba tuwe wa kweli na wawazi. Tuwe wa kweli na wawazi. Kata ya Tutuo, kituo cha afya kinahudumia kata 5. Tutuo yenyewe, Mkombwe, Mkolye, Igigwa, Mole. Kituo kile hakihudumii kata moja tu ya Tutuo. Kwa hiyo unaweza ukaenda pale, umefika wewe siku umeumwa, wengine wameshahudumiwa, dawa ndio zimeagizwa. Sasa unategemea mganga wa watu akatoe dawa wapi? Dawa zimeagizwa na utaratibu wa serikali kuagiza dawa mpaka mwende Bushiri, sio kununua kwenye maduka mengine. Daktari amekutibia, amekuambia dawa hamna, kweli dawa hakuna, ndio zimeagizwa. Lakini tuseme tu ukweli, tangu aingie yule mganga mfawidhi dokta, mbona kituo kinajitahidi kutoa huduma na dawa zinapatikana? Zikikosekana haizidi wiki, dawa zile zinakuwa zimekuja katika kituo. Jambo lingine, mwenyekiti, nitapenda kujielekeza katika swali la ndugu Seki Jemedayo. Yeye ameuliza kuhusu vitambulisho vya wazee, amelalamika kwamba hawajapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi hili la vitambulisho kwa wazee ili waweze kupata huduma katika vituo vyetu na zahanati bure lilianzishwa na halmashauri katika kata zote za halmashauri ya wilaya Sikonge, lakini zoezi hili halikuweza kufanikiwa kufika mwisho kwa sababu mzabuni aliyekuwa anatoa vitambulisho hivyo alileta shida, lakini tulitoa utaratibu. Kuna baadhi ya wazee naamini humu wanavyo vitambulisho, si ndio? Ndio. Hili ni zoezi endelevu, lakini tulitoa maelekezo kwa watendaji wa vijiji na kata kwamba kwa sababu wanawafahamu wazee husika katika maeneo yao, basi wazee hao wapate utambulisho wa barua. Hizo barua zitatoka kwa watendaji wa vijiji na watazitumia katika huduma ya matibabu pale wanapohitaji kwenda zahanati au kituo cha afya. Tutuo oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nawashukuru wauliza maswali wote. Maswali yalikuwa mazuri, yanahusu maendeleo ya wananchi, hayakuhusu wao binafsi. Kwa hiyo nawashukuru sana hilo. Lakini pili, nawashukuru wote ambao mmetoa ufafanuzi katika maswali mbalimbali. Mmetoa ufafanuzi wa ukweli na ukweli tu. Akiendelea kutoa ufafanuzi huo, Bwana Joseph Kakunda, mbunge wa jimbo la Sikonge, mimi ni Raman Naiza Juma Naiza kutoka Tutuo